Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Waziri wa Ulinzi Israel Katz wametembelea wanajeshi wa IDF kusini mwa Lebanon na kufanya tathmini ya hali na makamanda. Ofisi ya Waziri Mkuu ilithibitisha kupitia shirika la habari la Jerusalem Post mnamo Jumapili. Kufuatia uthibitisho huo, ofisi ya vyombo vya habari vya serikali imetoa taarifa kuhusu ziara ya Netanyahu na Katz. Wanasiasa hao wawili waliandamana na mkuu wa wafanyakazi wa IDF Kamanda Luteni Jenerali Eyal Zamir na mkuu wa kamanda ya kaskazini Meja Jenerali Rafi Milo, baadaye wakifanya mapitio na kamanda wa kitengo cha Galilaya Brigadier Jenerali Yuval Gez. Tunachokiona ni kwamba tumezuia tishio la uvamizi kutoka Lebanon kutokana na eneo hilo la usalama. Tunaondoa hatari ya moto wa vifaru na pia tunashughulika na makombora ya vifaru na maroketi, lakini kuna kazi ya zaidi ya kufanya. Tumefanya kazi kubwa, mafanikio ni makubwa na kuna zaidi ya kufanya na tunafanya hivyo, Netanyahu aliambia kanda hiyo ya askari wa IDF. Israel Katz kwa upande wake alitangaza operesheni ya jembe la fedha dhidi ya Hizbullah. Israel Katz alisema jina la operesheni ya kuwapokonya silaha magaidi wa Hizbullah kusini mwa Lebanon ni kuwa itaitwa operesheni jembe la fedha wakati wa ziara yake katika eneo hilo. Israel Katz pia alizungumzia mauaji ya kiongozi mkuu wa wanaharakati wa Hizbullah Hassan Nasrallah. Kulingana na uchunguzi wetu, mwishoni alifungiwa katika chumba fulani na kuzidiwa. Alikuwa na dakika chache kufikiria jinsi alivyokosea katika kuwaelewa Wayahudi kwamba tumebadilika. Katz alisema, tumedhamiria kwamba hatuondoki kaskazini tena, hatusogoi kutoka kaskazini ili hili litokee. Haiwezekani kuacha raia kuwa katika tishio la makombora na vifaru na tishio la uvamizi, Katz aliwaambia wanajeshi wa IDF waliotumwa kusini mwa Lebanon. Hizbullah baada ya shinikizo kutoka kwa Iran iliamua kujiunga. Ilijengwa kuwa mlinzi wa Iran. Wakati huu iliamua kujiunga, kwa hiyo lazima ilipe gharama. Tunaendeleza hili na lengo ni kuwapokonya silaha Hizbullah. Hilo ndilo lengo na tunafanya kazi ili kufikia kuleta usalama kwa wakazi wa kaskazini, alisema waziri huyo wa ulinzi bwana Israel Katz, ambaye aliambatana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu huko Lebanon. Hata hivyo, Israel pamoja na Lebanon zinatajwa kwamba huenda siku ya kesho ya Jumanne zikafanya mazungumzo ya kumaliza uhasama kati yao huko nchini Marekani. Ni mazungumzo ambayo baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba yalipaswa kuwahusisha Hizbullah moja kwa moja, ambao ndio walioingia vitani, kwa sababu mazungumzo hayo yaliwahi kufanyika siku za nyuma lakini hayakuzaa matunda kwa sababu ni mazungumzo ambayo hayakuwahusisha moja kwa moja wapiganaji wa Hizbullah ambao ndio kikwazo cha Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.